Amri ya kwanza katika maandiko inasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Mwanzo 1:28. Hii ni tofauti na amri ya kwanza katika amri 10. Usichanganye vitu viwili. Kuna amri ya kwanza katika maandiko na kuna amri 10 yenye amri ya kwanza ambayo inaelezwa kwenye kitabu cha Kutoka 20. Hii inayoita amri ya kwanza katika maandiko ndio kauli ya kwanza mwanadamu kuisikia kutoka kwa Mungu. Kauli hii inasema zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi na kuitiisha. Hasa neno zaeni ni neno be fruitful, yani utoe matunda. Kwa maana nyingine, toeni matunda na kuongezeka. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, kisha akamweka mahali, akamwambia, akamwamuru, akampa amri, zaa. Sasa kuna maana nyingi. Maana ya kwanza ni kuzaa mtoto. Maana ya pili, inabidi uangalie matunda nini. Maana nasema be fruitful, toa matunda. Kutoa matunda katikati ya bustani, wazo la kwanza lilomwingia Adamu ni kuangalia tunda. Tunda linakueje? Mti unatoaje matunda? Ndani ya tunda kuna mbegu. Kwa hiyo Adamu wazo lilomwingia, huyu Mungu ameweka ndani yangu mbegu. Mimi ni kama tunda, mimi ni kama mti ambao natakiwa utoe matunda. Na ndani ya matunda kuna mbegu. Ndani ya mbegu zina uwezo wa kuzalisha zaidi matunda zaidi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu alipandikiza mbegu ndani ya kila mwanadamu anayeumbwa. Kilichowekwa kwako ni tofauti na kilichowekwa kwangu, kilichowekwa kwa jirani yako, kwa mke wako, kwa mtoto wako. Kila mmoja amepewa mbegu tofauti, amba baada ya kuingiziwa hiyo mbegu alipokuwa anaumbwa, Mungu akamwambia be fruitful, zaa. Maana yake kutoka katika mbegu zilizopandikizwa ndani yako, tunataka tuone matokeo kwenye maisha yako. Matokeo ambayo yataathiri wengine. Nimeweka vitu ndani yako, halafu nakwambia be fruitful. Hiyo mbegu sasa ni ipi? Hiyo mbegu iliyowekwa ndani yangu ambayo Mungu akatangaza nizae matunda, be fruitful. Hiyo mbegu ni ipi? Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa mfano wake. Na moja ya sifa ambayo anayo Mungu haiko kwa miungu mingine yoyote na kiumbe kingine chochote ni uwezo wa kuumba. Kwa alipotuumba na kwa mfano wake, alituumba na kitu kinaitwa creative power, uwezo wa kutengeneza kitu, uwezo wa kubuni kitu, lakini pia uwezo wa kuumba. Ndio maana malaika hazai mtoto, lakini mwanadamu ana uwezo wa kuzaa. Hasa kitendo cha kuzaa ni kitendo cha kuumba. Manake Mungu anamuumba mtoto ndani ya tumbo la mwanamke kupitia mbegu ambayo imewekwa kwa mwanaume na yai ambayo ni mbegu ya mwanamke. Vinapokutana wanakuwa fruitful, wanatoa tunda ambao ni mtoto. Hivyo ndani ya kila mwanadamu Mungu ameweka mbegu za ideas, mbegu za vipaji, mbegu za uwezo, mbegu za upendeleo ambao ukiutoa wewe unakuwa ni baraka kwa watu wengine. Kwa usijione kuwa ni mtu wa kawaida. Na kila mtu amepewa tofauti, ndio maana tunajenga kinaitwa community au society, ambapo kuna huyu ana karama hii, ana uwezo huu, ana uwezo huu. Kwa kitendo cha kuona maisha yako hayana matokeo ni uvunjaji wa amri ya Mungu na tangazo la kwanza la Mungu la kusema be fruitful, zaa, toa matunda. 1, anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Sikiliza sasa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Uzao matunda manake fruitful. Kwa kumbe moja ya mafanikio, moja ya baraka ambayo Mungu amemkabidhi mcha Mungu ni kutoa matunda. Be fruitful, zaa. Tumia ulivyopewa na Mungu, hata kama ni kidogo. Bwana atakikuza kama ukiamua kuwa fruitful, kuzaa matunda, kutoa matokeo.
Mungu akubariki sana.